Utabiri wa nyota yako leo Alhamisi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025. Awali ya yote ni kuombe usubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata notification zetu kila wakati tunapoweka video zetu. Karibu katika somo la leo. Tukianza na nyota ya punda, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Machi 21 hadi Aprili 19. Kumbuka hii ni nyota ya kwanza katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Siku ya leo na kuhimiza kupata mizani kati ya kazi na maisha binafsi. Tafakari njia za kuleta uwiano unaofaa. Umepewa nguvu na sayari ya Mars kuchukua hatua madhubuti. Anza miradi uliohairisha, lakini epuka papara. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, ukweli ndio silaha yako bora leo. Kuwa muwazi katika hisia zako ili kuepuka kutokuelewana. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa isiyotarajiwa inaweza kujitokeza. Fuata hisia zako, lakini hakikisha unakagua uhalisia. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ili kupunguza msongo wa mawazo, usiruhusu nguvu yako ikuchanganye. Rangi ya bahati ni nyekundu, nambari ya bahati ni 9, mafusho ni sandalwood, manukato ni amba. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 5 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka hii ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Siku ya leo inalenga uvumbuzi wa ndani na kutengua mazoea yaliyopitwa na wakati. Katika kazi siku hii ya leo, uaminifu kwa misingi yako ya maamuzi ya vitendo vitakupeleka mbali. Kubali mabadiliko kidogo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, Venus inakuweka katika nafasi nzuri ya kuimarisha mahusiano. Wasikilize kwa makini wapendwa wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia matumizi yako. Hakikisha unajenga msingi imara wa kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, angazia ulaji wa chakula bora na ongeza mazoezi ya mwili katika ratiba yako. Rangi ya bahati ni kijani kibichi, nambari ya bahati ni 6, mafusho ni pachol, manukato ni rose. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mapacha, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Mei 21 hadi Juni 20. Kumbuka hii ni nyota ya 3 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Mawasiliano na uhusiano vinaongoza siku yako. Leo ni siku ya kufungua midomo kwa mazungumzo ya kujenga. Katika kazi siku hii ya leo, wazo jipya au ushirikiano wa kikazi unaweza kuzaa matunda. Tumia fursa za kuwasiliana wazi. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, weka moyo wako wazi, ongea na kusikiliza kwa uelewa wa kina. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka matumizi yasiyopangwa, dumisha uthabiti wa kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, punguza msongamano wa akili kwa kulala vya kutosha na kupumzika. Rangi ya bahati ni njano, nambari ya bahati ni 5, mafusho ni lavenda, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 4 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mizani na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya kaa, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka hii ni nyota ya 4 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Siku ya leo inaleta hisia kali na kukuhimiza kujitunza na kutafakari malengo yako binafsi. Katika kazi siku hii ya leo, shughulikia kazi kwa uangalifu na hekima. Kuna uwezekano wa kupanda daraja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, toa upendo wako kwa vitendo, wapendwa wako wanahitaji mshikamano wako. Upande wa kifedha siku hii ya leo, epuka maamuzi ya haraka kuhusu fedha, tafakari kwa kina. Upande wa kiafya siku hii ya leo, meditation au matembezi ya utulivu vitasaidia kukuweka sawa kiakili. Rangi ya bahati ni nyeupe,
nambari ya bahati ni 2, mafusho ni chamomile, manukato ni coconut. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 11 kamili jioni hadi saa 1 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya samaki na nyota ya nge. Tukiangazia nyota ya Simba, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Julai 23 hadi Agosti 22. Kumbuka hii ni nyota ya 5 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Nguvu ya uongozi na mvuto wako vinang'aa leo. Tumia nafasi hii kwa hekima. Katika kazi siku hii ya leo, chochea ushirikiano kazini kwa kuwa kiongozi wa kuhamasisha si kuamrisha. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, Venus inakupa nafasi ya kuimarisha mahusiano kupitia mipango ya pamoja. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unafanya uwekezaji kwa mashauriano sahihi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, lala vya kutosha ili kuepuka uchovu wa akili. Rangi ya bahati ni dhahabu, nambari ya bahati ni 1, mafusho ni cinnamon, manukato ni muski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 9 kamili alasiri hadi saa 11 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya punda na nyota ya mshale. Tukiangazia nyota ya mashuke, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Agosti 23 hadi Septemba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 6 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo nahimizwa kurekebisha na kupanga upya mambo yako kwa makini. Katika kazi siku hii ya leo, fanya kazi za kina zinazohitaji uangalifu mkubwa. Mafanikio yako yapo humo. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, huduma zako ndogo kwa wapendwa wako zitakuwa na maana kubwa leo. Upande wa kifedha siku hii ya leo, pitia bajeti yako upya na weka mikakati madhubuti ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, zingatia afya ya akili kwa kufanya mazoezi ya utulivu kama vile yoga. Rangi ya bahati ni beige, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni eucalyptus, manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 3 kamili asubuhi hadi saa 5 kamili asubuhi. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya ng'ombe na nyota ya mbuzi. Tukiangazia nyota ya mizani, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. Kumbuka hii ni nyota ya 7 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya kutafuta usawa na kuelekeza nguvu zako katika uhusiano na mazungumzo muhimu. Katika kazi siku hii ya leo, weka kipaumbele kwa ushirikiano, kuwa mwepesi katika kuchukua hatua za kimkakati zinazohitaji maoni ya wengine. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo ni siku nzuri ya kutafuta usawa katika uhusiano wa kimapenzi. Wapendwa wako watajali usikivu wako wa kina. Upande wa kifedha siku hii ya leo, hakikisha unaweka bajeti yako vizuri ukiepuka matumizi yasiyokidhi malengo yako ya kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo, jitahidi kupata muda wa kupumzika ili kurudisha nguvu zako kwa kuwa unahitaji afya ya mwili na akili. Rangi ya bahati ni samawati, nambari ya bahati ni 7, mafusho ni rose, manukato ni lavender. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya ndoo. Tukiangazia nyota ya nge, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Oktoba 23 hadi Novemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 8 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo naangazia mabadiliko ya kina na kuchukua nafasi ya kujitafakari ili kuboresha hali yako. Katika kazi siku hii ya leo, fanya kazi zako kwa umakini. Kipindi hiki kinahitaji juhudi na mtindo wa kina ili kupata mafanikio. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo hakikisha unatoa upendo wako kwa njia ya maana, ukikubali mazungumzo yenye uzito na kuelewa hisia za wapenzi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kutumia fedha kwa makini kutaleta manufaa makubwa. Jitahidi kupanga matumizi yako na kuepuka ununuzi wa haraka. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya kiakili kama mazoezi ya kupumzika au yoga ili kuweka akili yako wazi na yenye afya.
Rangi ya bahati ni nyeusi. Nambari ya bahati ni 3. Mafusho ni sandalwood. Manukato ni miski. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 2 kamili usiku hadi saa 4 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya samaki na nyota ya kaa. Tukiangazia nyota ya mshale, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Novemba 22 hadi Disemba 21. Kumbuka hii ni nyota ya 9 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo wewe ni mwenye nguvu na hamasa. Hii ni nafasi ya kuchukua hatua kubwa katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo ni wakati mzuri wa kuonyesha wazo lako la kipekee na kuhamasisha wenzako kufanya kazi pamoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, Venus inakupa mvuto mkubwa leo. Kuwa wazi na wakweli kwa wapenzi wako ili kuepuka kutokuelewana. Upande wa kifedha siku hii ya leo, fursa mpya za kifedha zinaweza kuonekana. Hakikisha unaufahamu kabla ya kuchukua hatua kubwa za kifedha. Upande wa kiafya siku hii ya leo itakuwa vizuri kwa afya yako ikiwa utachukua muda wa kuzingatia usawa wa kiakili na kimwili. Rangi ya bahati ni blue. Nambari ya bahati ni 8. Mafusho ni cinnamon. Manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 8 kamili mchana hadi saa 10 kamili jioni. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya simba na nyota ya punda. Tukiangazia nyota ya mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka hii ni nyota ya 10 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya kufanya kazi kwa bidii na kuwa na mtindo wa kimkakati. Fikiria na ujiandae kwa mafanikio makubwa. Katika kazi siku hii ya leo, usikate tamaa. Leo ni wakati wa kujitahidi kwa bidii na kufanya mabadiliko muhimu kazini. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hekima yako itawafaidi wapenzi wako. Kuwa na subira na hakikisha unawasiliana kwa ufanisi. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuna haja ya kuwa makini na mali zako. Hakikisha unapanga na kudhibiti fedha zako kwa ufanisi. Upande wa kiafya siku hii ya leo, fanya mazoezi ya mwili ili kuongeza nguvu zako, lakini usisahau kufanya vitu vya kutuliza akili yako. Rangi ya bahati ni shaba. Nambari ya bahati ni 9. Mafusho ni eucalyptus. Manukato ni vanilla. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 12 kamili jioni hadi saa 2 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mashuke na nyota ya ng'ombe. Tukiangazia nyota ya ndoo, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Januari 20 hadi Februari 18. Kumbuka hii ni nyota ya 11 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya kushirikiana na wengine na kufanya mabadiliko ya kipekee katika maisha yako. Katika kazi siku hii ya leo, jitahidi kuleta ubunifu na maono yako kazini. Kuwa na uwezo wa kuhamasisha wengine kufanya kazi kwa umoja. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo, hakikisha uhusiano wako wa kimapenzi unakuwa wazi na wa kihisia. Zungumza kwa ufanisi ili kuelewana. Upande wa kifedha siku hii ya leo, jipange na uangalie uwekezaji wako wa baadaye. Kuwa makini na fedha zako na fanya mipango kwa umakini. Upande wa kiafya siku hii ya leo, mazoezi ya mwili yatakufanya ujisikie vyema kimwili na kiakili. Chukua muda pia kufanya vitu vinavyokufurahisha. Rangi ya bahati ni blue. Nambari ya bahati ni 3. Mafusho ni lavender. Manukato ni sandalwood. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 6 kamili mchana hadi saa 8 kamili mchana. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya mapacha na nyota ya mizani. Tukiangazia nyota ya samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo hisia zako ni za kipekee. Tafakari kwa undani na weka mbele malengo yako ya kifedha na kiroho. Katika kazi siku hii ya leo, kufikiria na kuandaa mawazo yako kutasaidia sana. Jitahidi kutatua changamoto kwa njia za kiubunifu. Upande wa kimapenzi siku hii ya leo utaweza kujieleza kwa urahisi katika uhusiano wa kimapenzi.
kuwa na huruma na kuzungumza kwa upole. Upande wa kifedha siku hii ya leo, usiwe na haraka katika maamuzi ya kifedha. Kuwa na subira na tafakari kwa kina. Upande wa kiafya siku hii ya leo, kutumia muda peke yako kutakuwezesha kufikiria na kupata ufumbuzi wa matatizo yako ya kiafya. Rangi ya bahati ni zambarau, nambari ya bahati ni 4, mafusho ni rose, manukato ni jasmine. Saa nzuri siku hii ya leo ni saa 1 kamili usiku hadi saa 3 kamili usiku. Je, ushirikiane na nani? Nyota za kushirikiana nazo siku hii ya leo ni nyota ya kaa na nyota ya nge. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Alhamisi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025. Basi nikusihi usiache kusubscribe na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo ili kupata video zetu kila wakati tunapopakia. Mimi sina la ziada, nikutakia usikivu mwema vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.